Khamisan, nukta ya 5, alghasilu mu'tamanun, muoshaji ni mwenye kuaminiwa, ala almayiti, juu ya maiti. Kadhalika muoshaji kadhalika ni mwenye kuaminiwa juu ya maiti. Fayambaghi an yastamila rifqa, inahitajika kwake yeye au inatakiwa kwake yeye an yastamila rifqa bihi, atumie upole. An yastamila rifqa bihi, atumie upole katika kumuosha huyo maiti, yani atumie lugha ya vitendo katika hali ya upole. Atumie lugha ya vitendo katika hali ya upole. Wakati unamuosha unatumia vitendo vile vya kumgeuza na kadha, utumie birifqi, katika hali ya upole. Wal ihtirama, kadhalika na atumie lugha ya vitendo vyenye kuashiria heshima ya kumheshimu nani? Maiti. Muoshaji ni mwenye kuaminiwa juu ya maiti, inatakiwa atumie upole katika kumuosha, kwa maana atumie lugha ya vitendo vyenye kuashiria upole, kadhalika na vyenye kuashiria ihtiram, vyenye kuashiria heshima, kwamba anamheshimu yule maiti. Haya ni katika mambo ambayo yanamhusu yule muoshaji, uoneshe kuijali ile maiti na kuiheshimu na kuihurumia. Wa alla yakuna anifan, na asiwe msusuwavu wa moyo. Wa alla yakuna anifan, na asiwe msusuwavu wa moyo wakati wa kumuosha maiti. Akawa ni msusuwavu wa moyo, kwa maana yastakhdimu alquwa, akawa anatumia nguvu katika kumuosha maiti, akawa anatumia nguvu. Yastakhdimu alquwa, akawa anatumia nguvu katika vile vitendo vya kumuosha maiti, yani kama vile anapigana naye, au kama vile alikuwa na kisasi. Kwa hiyo sasa leo nimepata chance, anakuwa anamkandamiza kweli kweli inavyotakiwa. La, asifanye hivyo. Wa alla yakuna anifan ay qasiyan, asiwe na moyo msusuwavu. Yastakhdimu alquwa, akawa anatumia nguvu nyingi katika kumuosha maiti. Au haqidan alayhi, kadhalika asioneshe chuki, asioneshe chuki ya kumchukia maiti, kwa maana asimfanyie matendo yule maiti yanayoashiria yani kama vile anamchukia maiti. Sawa, unamuosha maiti kama vile unagombana naye. Maiti wengine bwana, yani anamwambia, anamuongelesha maiti kama vile anamuelewa vile. Anaweza kumwambia mimi nakusogeza hivi, wewe unakuja hivi. Ishahada, yani kama vile maana yake anakuelewa na yale unayoyasema. Kwa akawa anaashiria vitendo vya kuonesha kwamba anachukia, kumchukia maiti. Hadha la yambaghi, haitakikani kwake yeye muoshaji. Wa alla yakuna anifan au haqidan alayhi, asioneshe kuwa ni mwenye kumchukia na akawa ni mwenye kutumia nguvu. Inda khal'i thiyabihi, wakati wa kumvua zile nguo zake, wakati wa kumvua zile nguo zake alizokufa hali ya kuwa amezivaa. Wa taghsilihi, kadhalika na wakati wa kufanyaje, wa kumuosha. Wa ghairi dhalika, na wakati wa kumfanyia mengine. Haitakikani mtu kuwa na msusuwavu wa moyo, lakini pia kuonyesha hasira kama vile anamkasirikia maiti au kumchukia. Sawa, naam. Kama unajijua moyo wako uko hivyo, basi wadhifa wa kuosha wewe kaa pembeni, waachie watu wengine, waachie watu wengine, kwa sababu ni fardhu kifaya, sio lazima wewe shekhi. Tayari? Naam. Kazi hii inatakiwa waisimamie watu ambao wanamwogopa Allah tabaraka wa taala, na sio wenye mioyo migumu kama mawe, na watu wenye kuweka visasi. Saa zingine mtu anaweka kisasi, akamwekea kisasi mtu wakati yuko hai, kama amemchukia. Sasa ashapanga kwamba atakuja kumlipizia tu. Sasa mtu amekufa, akatafutwa muoshaji, ikaonekana na yeye yumo, akaona sasa hii ndio sehemu yenyewe. Sasa anza kumtia mangumi. Hadha dalal, huu ni upotevu wa wazi kabisa,
au katika kuvua zile nguo zake akatumia nguvu. Maiti, watu wanapokufa wanakufa wakiwa wamevaa mavazi. Sasa inatakiwa wakati wa kumosha kumvua zile nguo, atakuwa kumvua zile nguo, na ikiwa inawezekana kumvua atavuliwa, atawekwa pembeni, lakini mara nyingi ni ngumu sana kumvua zile nguo zake. Sawa, na sana sana wale ambao wamekaa sana baada ya kufa inakuwa ni ngumu kuvua zile nguo. Kwa hiyo hatua inayochukuliwa ni kuchukua mikasi au viwembe, nguo zinafanyaje, unachana kuanzia humo na chana hivi, kadhalika huku miguuni zinachanwa tayari, kisha chano zinatolewa tu kwa wepesi sana. Na hii ni njia iliyokuwa nzuri kuliko njia ya kwanza kupambana na kuvua. Wengine wamevaa mijinsi inasumbua kuvua, yeye mwenyewe akiwa hai kuvua hilo jinsi mpaka aketi akae chini ndio avue, na saa zingine mpaka avutwe hivi. Sasa hiyo nguo kwa nini unaivasha mpaka nguo kwanza uanze kushirikiana na mtu mwingine? Kuna nguo zingine inakuwa ni shida katika kuzivua, yani kama vile ambavyo ni shida kuzivaa, kadhalika kuzivua modo zile. Sasa mtu amevaa modo ile, suruali imebana, mdomo wa chupa wanasema, unafikiri utamvuaje na shakufa? Hadha swab. Kwa sababu mtu kama usilazimishe, sasa kama unalazimisha wenyewe haitoki, la, haitakiwi kufanya hivyo. Lete kiwembe au mkasi, chana, sawa. Hii ndio kumvua nguo birifki, katika hali ya upole. Hiyo ni nukta ya 5. Nukta ya 6, la yughassilu الرجل المرأة إلا أن تكون زوجته. لا يغسل الرجل المرأة، haifai mwanamume kumuosha mwanamke, haifai, yani dunia nzima haifai mwanamume kumuosha mwanamke ila mwanamke mmoja tu, ila antakuna zawjatahu, isipokuwa akiwa mke wake. Isipokuwa akiwa mke wake anaruhusiwa kumuosha kama ana roho ya kuweza kulisimamia hilo. Wala almar'atu arrajula, kadhalika mwanamke haruhusiwi kumuosha mwanamume illa an yakuna zawjaha, illa an yakuna zawjaha. Wala almar'atu arrajula, sawa. Na wala mwanamke pia haruhusiwi kumuosha mwanamume yoyote isipokuwa mwanamume huyo mmoja ambaye ni mumewe, illa an yakuna zawjaha, isipokuwa kama atakuwa ni mumewe, huyo ndio inaruhusu sheria watu hawa kuoshana, kwa sababu Abubakar ni Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ghasalatuhu zawjatuhu, alioshwa na nani? Na mke wake. Mke wake nani? Asma binti Umais radhiyallahu ta'ala anha. Asma'u binti Umais ndiye aliyemuosha mumewe Abubakar ni Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kadhalika Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ghassala zawjatahu, alimuosha mkewe nani? Fatima binti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa radhiyallahu anha. Ali ibn Abi Talib alimuosha mkewe Fatima radhiyallahu ta'ala anhuma. Kwa hiyo athari hizi za vitendo zinaashiria kujuzu mke na mume kufanyaje? Kuoshana, ikiwa wanaweza kufanya hivyo. Na kama hawawezi, watu wanahuzunika huzuni ambayo inapelekea kushindwa mke kumuosha mumewe au mume kumuosha mkewe, basi wasimamie ibada hiyo watu wengine. Illa man huwa duna 7 sinin, isipokuwa mtoto aliye chini ya miaka 7. Illa, isipokuwa man huwa duna 7 sinina, mtoto aliye chini ya umri wa miaka 7. Kwa maana mtoto ambaye hajafikia tamyiz, ambaye hajafikia umri wa tamyiz, sawa sawa,
miaka miwili, mitatu, minne, mitano, 6 kwa kauli ya baadhi ya wanachuoni, na wengine wanasema 6 mtoto anakuwa amefikia tamyiz, kwa sababu watoto pia wanatofautiana. Kuna wengine tamyiz inaanza miaka 6, lakini aghlabia watoto waliokuwa wengi tamyiz inaanza 7 sinin, miaka 7. Ndio maana mara nyingi inaangalia hukumu, inaangalia aghlabia, baadhi ya masaili yanaangalia aghlabia, wingi, asilimia kubwa. Ndio maana hapa akasema isipokuwa mtoto ambaye yupo chini ya umri wa miaka 7, kwa maana aliyefikisha miaka 7 huyo amekuwa ni mumayyiz. Kwa hiyo huyo ana taratibu zote zinafuatwa. Kama ni wa kiume ataoshwa na wanaume, kama ni wa kike ataoshwa na wanawake, wa hakadha. Ama ambaye yupo chini ya tamyiz, inafaa fayughassiluhu ar-rajulu, inafaa muosha mtoto huyo mwanamume, wal mar'atu kadhalika, na mwanamke. Huyo mwanamke anaweza kumuosha mtoto wa miaka 4, 5, 6, sawa, kama vile ambavyo mwanamume pia anaweza kumuosha mtoto wa kike aliye chini ya tamyiz. Wala basa fi dhalika sawaan kana dhakaran am untha, sawa mtoto huyo akawa ni wa kiume au wa kike. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanasema li'annahu la aurata lahu, kwa sababu mtoto huyo na kisheria anahesabika hana utupu, hana utupu. Unaweza kujiuliza hana utupu vipi, na wakati tunauona hana utupu unaozingatiwa, na ndio maana watoto wadogo nakuta wanaoga mbele ya mama zao, wanakimbia wanarudi, kwa sababu la aurata lahu. Lakini akishakuwa hawezi kutenda yale, hawezi tena kuoga mbele ya dada zake abadan. Ukiona mtoto amefikia umri ya kukimbia, akiona watoto wa kike anakimbia au anaficha utupu wake, ujue huyo mumayyiz, sawa. Lakini ukiona mtoto bado anavua nguo anakimbia aliko dada yake, anakimbia waliko wasichana, au anakimbia aliko mama yake, ujue huyo bado naam. Kwa akiwa bado chini ya, akiwa hajafikia tamyizi, hakuna shida kuoshwa kwa jinsia tofauti. Nukta ya 7, yustahabbu lilghasili idha faragha, inapendeza kwa yule muoshaji, idha faragha, pindi atakapomaliza kuosha, an yaghtasila, aoge. Yustahabbu lilghasili, inapendeza kwa yule muoshaji, idha faragha, anapomaliza kuosha, an yaghtasila, aoge, kama yaghtasilu liljanabati, kama vile anavooga josho la janaba, Tunafahamu josho la janaba lilivyo. Kama hatufahamu basi kwenye tahara bila shaka mtasoma huko. Fa in lam yaghtasil, na iwapo hatooga baada ya kumuosha maiti, fa in lam yaghtasil, iwapo hatooga, fala haraja alayhi, ay la ithma alayhi, hakuna tatizo kwake yeye, hana dhambi katika hilo, sawa. La ishkala fi dhalika, hakuna ishkali yoyote katika hilo iwapo hatooga. Na Sheikh ametumia lugha yustahab, kuonesha kwamba ala sahih, kwamba kwa kauli iliyokuwa sahihi kwamba kuoga baada ya kumosha maiti mustahab, walaysa wajiban, na sio wajib, kwa sababu ipo kauli nyingine katika akwali za fuqaha wanasema kwamba kuoga baada ya kumosha maiti wajib, sawa. Naam, kwa Sheikh amepita na kauli ambayo iliyokuwa sahihi kwamba kuoga baada ya kumosha maiti ni mustahab. Lakini ikiwa mtu hajaoga, inatakiwa aweze kutia udhu. Ikiwa hajaoga, inatakiwa afanyeje? Atie udhu baada ya kumosha maiti wujuban, katika hali ya ulazima, inda kathirin min ahli alilm, kwa wengi katika ahli alilm wanasema ikiwa mtu hajaoga baada ya kumosha maiti, basi ni wajibu kwake yeye afanyeje? Ashike udhu, atie udhu wa sala wujuban. Hii ni kauli ya wengi katika ahlul ilmi.
Tayib, hiyo ilikuwa ni faslu ya kwanza katika kuelezea baadhi ya miqaddima, utangulizi katika mambo ambayo yanatakiwa mtu kuyazingatia.